wote. Pole tafadhali, naona sijui nani anafika kwa utaratibu. Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Hali ya wasiwasi, huzuni na kilio inaendelea kushuhudiwa kule manyumbani mwake aliyekuwa mbunge wa Lugari, Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Mpaka nyakati za usiku maombolezi yanaendelea, na hatimaye watazamaji wangu, kesho ni kesho, kwa sababu ndiyo siku ambayo Cyrus Jirongo anatarajiwa kupumzishwa kule manyumbani mwake kwenye eneo bunge la Lugari. Jioni ya leo watazamaji wangu, katika pilka ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye juhudi za kutazama mwili wa Cyrus Jirongo, tumeona viongozi mbalimbali wamejitokeza, na jioni ya leo tumemwona seneta wa Kakamega County Mheshimiwa Boni Halwale ambaye amefika pale akiwa amebeba tochi ambayo imekuwa ikisemekana ya kwamba itawekwa ndani ya jeneza la Cyrus Jirongo, tochi ambayo itawekwa kama imewaka, na endapo ile tochi itazimika watazamaji wangu, basi nayo hiyo tochi itakuwa imebaini ni kina nani ambao walihusika kwenye kifo cha Cyrus Jirongo. Kwa Wakenya watazamaji wangu wanajua ya kwamba kifo cha Cyrus Jirongo kilitokea baada ya ile ajali mbaya ambayo ilitokea mwendo wa saa 8 usiku. Baada ya hapo kumekuwa na maoni tofauti. Wakenya wanajiuliza maswali vile ambavyo iko kifo kilivyoweza kutokea, kwa sababu ule ushahidi ambao ulipeanwa kuhusiana na kifo cha Cyrus Jirongo ni ushahidi ama matukio ambayo yalitokea usiku huo, hayaoneshani waziwazi vile ambavyo ama hayaelezei waziwazi vile ambavyo kifo cha Cyrus Jirongo kilivyoweza kutokea. Na sasa ndio unaona watu kutoka kwenye jamii ya Watiriki wameamua kupitia kwenye njia ya tamaduni na desturi za watu kutoka kule Mulembe Nation ili waweze kujua, je, hiki kifo cha Cyrus Jirongo kilikuwa ni kifo cha kawaida ama ni kifo ambacho kilikuwa kimechangiwa na watu wengine tofauti ambao pengine walikuwa na uhasama na Cyrus Jirongo. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa spika wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Moses Masika Wetangula akizungumza kuhusiana na Cyrus Jirongo, kwa sababu kabla ya hii ajali ya Cyrus Jirongo, mara ya mwisho Cyrus Jirongo alikuwa amekutana na huyu spika wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Mwendo wa saa 3 hivi walikuwa wameachana, kila mtu akaenda shughuli zake, lakini siku iliyofuata ndio huyu spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula alipata ripoti za kuhuzunisha kwamba Cyrus Jirongo ameweza kuiaga dunia. Na kwa hivyo watazamaji wangu, wananchi nao wamekuwa wakijazia mambo mengi wakitaka kujua vile ambavyo kifo cha Cyrus Jirongo kiliweza kutokea, na sasa hakuna ushahidi ambao unaonyeshana ya kwamba kifo cha Cyrus Jirongo kilisababishwa na njia zingine tofauti ila tu njia ya ajali mbaya ya barabarani. Kabla sijakuwekea ujumbe kutoka kwa spika wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, ningependa kukuomba mtazamaji wangu jiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Kumaliza jamhuri nikampigia nikamwambia, Cyrus, ulikuwa unanitafuta, kuja tuongee. Akakuja tukaongea, akaniambia mwaka huu ukianza mama yako alikufa, na mnajua mama yangu Ann na Bahwana alikufa. Kasema, ndugu yangu, nilikuja huko lakini watu walikuwa wengi zaidi, sikuweza hata kukufikia. Na sasa umepoteza ndugu yako mkubwa Mwalimu, na yeye pia ni rafiki yangu. Wakati huu vile umeniambia mtazika tarehe 19 mwezi huu, nitakuja tarehe 18 tulale pamoja, ili tarehe 19 tumzike ndio turudi Nairobi. Tukaketi pamoja kutoka saa 2 jioni, na mbaluya mwingine anaitwa Redman Malala na generali mwingine anaitwa Jeno Tuwei wa Athletics Kenya. Kutoka saa 2:30 ilipofika saa 3 tulikuwa tumepoteza mbunge moja kutoka Mazeras Pwani,
Nikamwambia Cyrus, mimi kesho naenda Maseras. Nimemwambia mbunge wenu Nabii kuja unisindikize tuende kuzika mbunge huyu anaitwa Dena. Saa 3:30 mimi nakawaje. Asubuhi nasikia habari Jirongo amekufa kwa accident Naivasha. That is how close it is to me. Mtu mmekula na yeye, mumekaa meza moja, mumewachana, unaenda nyumbani, asubuhi unaambiwa hayuko tena. It touches me personally. Ndio nikiwa hapa sitaki makofi wala kucheka. Niko na huzuni kubwa because Cyrus has touched my life before. Na yeye tumesaidiana mambo mingi ya kusomesha watoto, ya kushauri watoto, ya kufanya siasa, ya kuunganisha watu wetu na mambo mengi. Mimi wakati huo nilikuwa wakili wake, akifanya kazi yake ya biashara hapa na pale, nikiwa wakili wake. Tukawa marafiki wakubwa sana mpaka alipotuacha. Okay. Pole tafadhali, naona sijui nani anafika. Ndio kwa utaratibu. Tafadhali tuachie hapo, simamia hapo, songa kando kidogo, songa kando. Songa kando. Haya, tuharakishe tafadhali. Tuharakishe. Haya. Fungia hapo. Tafadhali. Na mtazamaji, huyo tu ni baadhi ya viongozi ambaye alikuwa karibu sana na Cyrus Jirongo, na pia ye anahuzunika vile ambavyo kifo cha Cyrus Jirongo kilitokea ghafla. Hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kwamba Cyrus Jirongo angeenda kukumbana na mauti katika safari yake ambayo alikuwa anaelekea manyumbani mwake. Na kama vile ambavyo umeweza kujionea pia pale ground sasa hivi nyakati za usiku, bado wananchi, marafiki, ndugu wamefurika pale nyumbani mwake Cyrus Jirongo katika jitihada za kujitayarisha kwenye hii shughuli kubwa ya kupumzisha siku ya kesho. Kuna viongozi mbalimbali ambao tunawatarajia ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, mawaziri, na hatujui kama Rais William Samoei Ruto atafika kwenye haya mazishi kule kwenye eneo bunge la Lugari. Lakini hata kama hatafika, basi tuko na matumaini ya kwamba kuna wale wawakilishi ambao watafikisha ujumbe wa William Samoei Ruto. Nakomea hapo watazamaji wangu, lakini sijui wewe unaona vipi kuhusiana na haya mazishi ya siku ya kesho? Je, vile ambavyo watiriki wanataka kuzifanya mila zao ama kufanya yale matambiko kwenye kaburi la Cyrus Jirongo yataweza kukubalika ama yatapingwa na familia ya Cyrus Jirongo? Wewe mtazamaji wangu, hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section. Na kabla sijatamsha mtazamaji wangu, ningependa kukuomba kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.